Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Tumeona katika wiki hii Ikulu ya Nairobi watu wa tabaka mbalimbali wakifika katika ikulu hii na kuweza kusikiza ajenda za Rais Ruto, na miongoni mwa watu waliofika katika ikulu ni viongozi wa kidini kama tutakuwa uadilifu, wakiwemo maustadh na mashehe mbalimbali, na yalizungumzwa mengi na pia ahadi zikaahidiwa mbalimbali kuhusu jamii ya Kiislamu. Kaambiwa kwamba kwa mfano swala la duksi na mtaala wa madaris kuingizwa katika mfumo wa elimu nchini Kenya, na miongoni mwa mambo mengine ambayo yalizungumzwa. Katika taaliki yetu leo nataka insha Allah taala tuweze kuchanganua haya maswala au hili tukio katika upande mbili. Upande wa kwanza ni kuhusu inamaanisha nini mikutano ya watu wa kidini na uongozi, yani katika mantiki yake huwa ni nini kisiasa. Upande wa pili ni kuangalia mtazamo wa Uislamu juu ya mikutano kama hii. Je, Waislamu tunaruhusiwa kukutana na viongozi wa kisiasa? Na kama tunaruhusiwa, basi je, tuna ajenda gani ambayo tunapaswa kufanya? Tukija katika swala la kwanza katika mantiki ya kisiasa, ni swala ambalo hakuna ubishani katika swala hili kwamba mikutano ya viongozi na watu wa dini haianzi leo. Kwanza tulifahamu hivyo. Nazungumza viongozi wa kidini, viongozi hapa wa kisiasa za kidemokrasia, kwamba mmoja katika misimamo au mbinu za kisiasa ni hii inaitwa political strategy, mkakati wa kisiasa, hasa tukizingatia kwamba hivi sasa tupo katika mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2027. Kampeni itaanza 2027 mwezi wa 5, lakini utakuta Kenya ni nchi ambayo siasa zake ama swala la uchaguzi huwa linaanza tu pale ambapo uchaguzi unaisha. Kwa hivyo hii ni moja katika strategy ambayo inakuwa applied na politicians, na wala hapa tusighurike sana na wale waliopinga mkutano huu Waislamu. Si kwamba walipinga kwa sababu ati wanaona kitendo kile labda ni mukhalifu lilislam. Wengine walipinga kwa sababu mrengo wao hauruhusu hivyo. Kwa hivyo tunatarajia pengine pia upinzani wa kisiasa kuweza kuwa na mashehe wao, na labda tutaona vile vile katika misimu ya Kiislamu, kwa mfano Ramadhani tukumbuke ikija, tutaona iftari zikiletwa kwa Waislamu matabaka mbalimbali. Alhasili tutakuwa na mirengo ya kisiasa kama tulivyoona katika michakato ya mabadiliko katika nchi hii ilipokuja katika masuala ya katiba. Kuna Waislamu wakagawika, masuala mengi sana huja wanasiasa wakawa wana mashehe wao. Kwa hivyo ikawa ni kana kwamba mashehe na viongozi wa kidini pia nao hushiriki kwa na ule udalali wa kisiasa. Hili ni jambo la kwanza. Katika suala la hili la kisiasa kuna kitu katika siasa kinaitwa maoni ya uongozi, yani opinion leadership, ambalo mara nyingi mwanasiasa hutaka watu ambao wana athari katika jamii, na bila shaka watu wa dini wana athari kwa sababu katika kila kona ya nchi yoyote ile utakuta haikosekani msikiti, haikosekani kanisa. Kwa hivyo kuwa na viongozi wa kidini, mwanasiasa huitumia kama mbinu ya kuweza kumakinisha ile rai kwamba madam ninaungwa mkono na kiongozi fulani wa kidini, basi hivyo nitapata wafuasi. Kwa hivyo hii inaitwa opinion leadership. Pili, kuna suala la legitimacy, yani uhalali wa ule uongozi.
Lau mwanasiasa ataungwa na kanisa au ataungwa na msikiti, hii ina maana kwamba watu watakuwa na wale watu adi wafuasi, ama tuchukue lugha hii, wataona kwamba madam shekhe fulani ameunga mkono kiongozi, basi huyu kiongozi ana uhalali, na kiongozi mwenyewe pia atasema okay, angalieni, mimi naungwa mkono na Waislamu na viongozi wa Kiislamu kote nchini. Kwa hivyo ile legitimacy, uhalali wake inakuwa ni muhimu sana, na katika siasa ni muhimu sana kutofautisha baina ya political power na political legitimacy, yani madaraka ya kisiasa na ile tunasema uhalali wa kisiasa. Madaraka ni power, lakini power inataka na uihalalishe, uonekane kwamba wewe ni kiongozi unakubalika na watu. Kwa hivyo mkutano huu ni moja katika strategy ya kufikisha ile tunasema legitimacy. Pia kuna jambo msingi pia katika swala hili la mikutano kama hii ambalo ni muhimu mwanasiasa huwa anaangalia, na hapa ndipo mahala muhimu sana, tunasema agenda setting. Yani rais anapokutana na watu na Waislamu in this regard, si kwamba Waislamu watakuwa na agenda. Of course itakuwa ni mwanasiasa ndiye ataseti agenda, na hili ndilo janga kubwa sana, kwamba Waislamu tumekuwa ni watu wa kusetiwa agenda badala ya kwamba sisi tuseti agenda. Na ndio roli yetu ya maulama kitambo, walikuwa lengo lao kuu wakikutana na viongozi nazungumza katika nidhamu ya khilafa hapa, ilikuwa ni kuseti agenda, yani hawako tayari kuingizwa katika mitego ya kiserikali. Lakini leo mikutano kama hii, mara nyingi tunapokutana na viongozi huwa tunasetiwa agenda, kwa maana kwamba tumsupport katika agenda zake za kisiasa. Lakini pia kuna mwisho niseme kuna hili soft power. Kulingana na mwana mdadisi wa kisiasa anaitwa Joseph Nee, yeye anatofautisha madaraka kama aina mbili au mbinu hizi za power. Anasema kuna hard power na soft power, kwamba soft power pia ni hili swala kwamba unaanza kuengage watu wa dini ili iwe ni rahisi kupenyeza ajenda zako, kama nilivyoeleza kwamba watu wa dini wanaonekana kila mahala, na watu wa dini tayari wana uhalali, ndio wanaongoza khutba, wanaongoza majukwaa ya kidini, wanaingia msikitini na kuswalisha watu. Kwa hivyo ni rahisi kupenyeza zile fikra zako. Mwisho kabisa katika swala hili kuna pia kile tusema signal politics, yani siasa za utambulisho, yani ni alama kwamba wakati mwingine mkutano si muhimu sana, bali kinachoangaliwa ni yale yanayosemwa na mkutano. Bila shaka ndugu zangu, hapa ndipo kuna umuhimu kwamba je, mashehe hawa au kanisa linapokwenda kweli, wao huwa watazungumza si kwa hawa zao, watazungumza, watachukua kama fursa ya kupenyeza misimamo yao ya kidini, au ni serikali itapenyeza misimamo yao ya kiserikali? Na serikali za kibepari zinajulikana kama ni utepetevu, ahadi ambazo ni hewa, miradi ambayo imesimama, na bali kuna kanuni au miradi ambayo imekwenda kinyume na hata wacha sheria za kidini, bali hata katiba zenyewe za nchi. Je, hawa viongozi wa kidini watajaribu kukosoa? Sijaona binafsi kukosoa ati kiongozi wa kidini kwa hapa Kenya kuja kuiambia serikali kwamba nyinyi mumefanya hivi na kinachotakikana sio hivi kwa mujibu wa katiba yenu, bali sisi watu wa dini tunasema kwamba kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu tunayoiamini sisi, ambao ni mwongozo kwetu sisi na nyinyi pia, inasema hivi. Sijaona wala hayothubutu. Na hapa ndipo tuje katika upande wa pili. Asili ndugu zangu, Uislamu haujakataza interaction, yani haujakataza maingiliano, kukutana na viongozi wasiokuwa wa Kiislamu, bali katika tarikhi tunaona kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam aliwaamuru maswahaba wahamie katika Darul Kufr, kutoka Darul Kufr kwenda katika Darul Kufr, katika mji wa Maka kwenda katika biladi ya Habash, ambapo mtawala alikuwa si Muislamu. Lakini swala si hili, swala ni je, mtawala wa Kiislamu unapokutana naye wewe kama Muislamu ama kama ujumbe wa Islam,
tunafanya nini? Wallahi tunaona msimamo mzuri sana, na wakati ule tuelewe ilikuwa dhurufu ni ngumu, fitna zimezuka Maka. Sasa Waislamu walikuwa wanaweza kubaga majukumu yao, jamani sisi tuko ugenini hapa na kiongozi si Muislamu, sasa akituuliza masala ya kidini hapa lazima tu compromise. Wallahi ikabidi tuseme, wakasema kwamba tutasema kweli, na spokesman wao alikuwa Abdurrahman bin Auf kama sijakosea, au Jaafar bin Abi Talib, akasema wazi, akasema naqulu alhaq ka'in man kan, yani tuseme haki itakavyokuwa. Asili Muislamu, wacha shekhi hapa, ni kwamba akikabiliwa na jambo lolote lazima asimame na msimamo wa haki. Na hapa kadhia ilikuwa muelewe, ni kadhia hasasa. Kiongozi anaamini Isa kwamba ni mwana wa Mungu, Waislamu hawaamini kwamba Isa ni mwana wa Mungu, wanaamini kwamba ni Rasulullah. Ikawa hapa wanasema naqulu alhaqqa ka'in man kan. Wengine huweza kusema bwana, ukizungumza ukweli juu ya viongozi ambao wana msimamo tofauti na wewe ndio ukatiwa ndani. Lakini angalia maajabu, walipozungumza ukweli ndio wakapata amani zaidi. Kwa hivyo hapa tunapata asili jukumu la Muislamu kukutana na mtu yoyote kiongozi ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo halijakatazwa katika Uislamu. Swala ni ajenda gani utabeba. Na hapa ndio kuna wasiwasi, mashekhe wetu hubebeshwa ajenda, na hii ni hatari, kwa sababu hapa ilikuwa mashekhe waijadili demokrasia na labda wamnasihi hata rais kwamba rais, tunaona kwamba nchi haipelekwi inavyokwenda. Sisi kama Waislamu tunaamini kwamba kuna mfumo alternative ambao utalinda hadhi ya nchi na utalinda hata wewe kutokuona, yani kutoburutwa na wale ambao tunasema wa magharibi, ambao bila shaka viongozi wengi wa Kiafrika wanakubali kwamba kuna shinikizo za mataifa ya magharibi katika kupenyeza sera zao. Haya ni mambo yalikuwa yazungumzwe na kama Waislamu walivyozungumza. Lakini pili, Waislamu kama mashehe sasa, ili nasema ni jukumu la kila Muislamu, lakini kuna jukumu likizidi, shekhe huwa ana hadhi maalum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kushuhudia kwamba yeye ni haki, alishuhudia yeye na malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kutajwa status ya maulama, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, na watu wenye elimu wanasimama na kushuhudia juu ya uadilifu. Ina maana huu ndio msukumo na ndio nishati pekee tunapokutana na kiongozi yoyote, tusijisahau kuwa sisi ni qa'iman bil qist, ni watu ambao tunawadilifu. Na ndugu zangu, al qist na uadilifu hakuna ila kwa mfumo tunaoamini Waislamu. Hata naamini wale mashekhe waliokwenda pale wanaamini, lao wangeulizwa kati ya Uislamu na usiokuwa Uislamu na mfumo ambao wa kibepari, je, ni mfumo upi? Mashekhe wengi wangelisema hivyo. Mimi naamini kwamba wataitakidi kwamba wallahi Uislamu ndio mfumo pekee. Sasa hapa jukumu letu si kusetiwa agenda, ni kuzungumza yale yaliyo sawa. Wajadilhum billati hi ahsan. Swala si kutumia mabavu. Wewe una haki. Qur'ani inatuambia si mara ya kwanza viongozi kukutana na watu wa utawala. Firaun laanatullahi alayhi, jabari, kiongozi oppressive ambaye alikuwa akifika hadi ya kusema yeye ni Mungu. Viongozi hawa ndio wanafanya, lakini hawajatangaza hadharani kwamba wao ni Mungu ya ardhi. Ndio katika manhaji zao kuna mitihani, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamuru Musa alayhi salam kwenda kukutana na oppressive regime. Hapa nazungumza Firaun. Akaelewa Mwenyezi Mungu kwamba Firaun ana mamlaka, ana kila kitu. Ndio akamwambia Musa alayhi salam, nenda ukafanye soft dialogue. Anajua kwamba huyu ana haiba, ni mtawala, ana asasi, na huenda akachukua hatua ambazo labda si nzuri. Wa qul lahu qawlan layyinan, nasema naye maneno laini. Maneno laini si compromise. La, sisi hatuna compromise katika misimamo yetu. Qul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hakuna compromise katika Uislamu. Sisi Uislamu ndio agenda. Mwisho kabisa tuelewe kwamba ushirikiano wa viongozi na serikali kisiasa ni jambo la tarajiwa. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, Abu Bakar nyuma yake, walipotaka swala la kukusanya msahafu yani mmoja katika misahafu ya Qur'ani imeandikwa sasa ikakusanywa, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, watu aliowaconsult ni ulama.
maulama wakawa mstari wa mbele kukosoa watawala na kuwaweka sawa, na wengine wakakitari hata kutiwa jela. Miongoni mwa wanavyoni wengi waliotiwa jela ni al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kafa katika gereza. Al-Imam Nawawi, wote hawa waliweza kusimama katika misimamo ya Kiislamu. Hakadha ndio dori ya umma wa Kiislamu, kwamba tunapokutana na viongozi, wawe ni Waislamu sio Waislamu, lazima tusimame katika kama watu tulioamrishwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Na wabillahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.